Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Support yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Watu wengi wakiniona leo wanafikiri nilikuwa na bahati. Wanaona mafanikio yake, wanaona nyumba, magari na heshima aliyopata, lakini hawajui kilichofichwa nyuma ya tabasamu langu. Nilijitoa kafara. Nilipooana naye hakuwa na chochote zaidi ya ndoto. Alikuwa na mawazo makubwa, lakini mifuko ilikuwa mitupu. Mimi ndiye niliyemwamini wakati hakuna aliyemwamini. Nilisimama naye wakati kila mtu aliondoka. Nilifanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Nilikesha nikiwa mchovu. Nilivumilia maneno ya watu, nikisikia wakisema, unaumia bure. Lakini niliendelea. Nilitoa akiba yangu yote, nilimsaidia kuinuka mara kwa mara aliposhindwa. Niliahirisha ndoto zangu mwenyewe ili yeye asonge mbele. Kila aliposema, subiri kidogo, nilivumilia. Nilijifunza kuficha maumivu yangu. Nilijifunza kutabasamu hata nikiwa nimechoka. Kwa sababu nilikuwa naamini siku moja jitihada zangu zingezaa matunda. Na kweli, siku ile ilifika. Biashara yake ilisimama. Jina lake likaanza kujulikana. Watu waliokuwa wanamdharau wakaanza kumsifu. Na mimi nilikuwa pembeni nikimshangilia kwa moyo wote. Lakini kadri alivyopanda juu, ndivyo nilivyoanza kujisikia na shuka chini. Alianza kubadilika. Alianza kuniona kama sehemu ya zamani yake, sio kama mshirika wa safari yake. Maneno yake yakawa machache. Muda wake ukawa wa thamani kuliko uwepo wangu. Na kila nilipotaka kukumbushwa yale niliyoyapitia kwa ajili yake, nilijikuta na nyamaza. Nilianza kujiuliza swali moja gumu. Je, nilijitoa kafara ili tumfikie pamoja? Au nilijitoa kafara ili nimtengenezee mtu mwingine maisha? Kwa sababu sasa katika mafanikio yake nilianza kujisikia kama mgeni. Na nilijua hadithi hii haikuwa imefika mwisho bado. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Titan Films TZ. Asante.